Waandishi wa habari nchini wametakiwa kuzitumia vizuri kalamu zao na kutoa taarifa za usahihi ili kuepusha taharuki kwa wananchi, hususan katika kipindi hiki taifa likielekea katika jukumu la kikatiba la zoezi la uchaguzi mkuu 2025. Wito huo umetolewa na mjumbe wa Baraza la Maulama na mkuu wa division ya takwa na utatuzi wa migogoro kutoka ofisi ya Mufti Mkuu Zanzibar, Sheikh Shaban Al-Batash, wakati akizungumza na waandishi wa habari katika mafunzo maalum ya kuwajengea uwezo waandishi wa habari juu ya utoaji wa taarifa za usahihi ili kuitunza amani ya nchi, ambapo amesema uandishi wa habari ni taaluma ya kukusanya, kuchambua, kuandika na kusambaza habari sahihi kwa umma kupitia vyombo mbalimbali vya mawasiliano. Hivyo ni vyema kuhakikisha taarifa wanazoziandika kufikisha kwa jamii hazina uongo, fitna, udhushi na dhulma. Aidha, Sheikh Shabani amewasisitiza waandishi wa habari kuhakikisha wanafanya uadilifu na kuchuja baadhi ya taarifa zao kabla ya kuziwasilisha kwa jamii ili kuondoa taharuki kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Upande wa kisheria kuna jambo muhimu sana la kukumbushana kwamba habari yoyote au taarifa au maelezo yanapochukuliwa au kupelekwa kwa wengine, yanatakiwa kuzingatiwa kwamba sifa kubwa ya kuchukua habari ile iwe imetoka kwa mtu ambaye ni mkweli, mwaminifu, kwa sababu ni taarifa inakwenda kwa watu wengine. Inawezekana ikawa si ya kweli ikapelekea kuleta madhara kwa wengine. Kwa hivyo sheria pia ni wajibu wa kubeba amana. Waandishi wa habari ni wajibu wa kubeba amana, ujubu hamdil amana, kwa kuchukua amana ile, amana ima ya maneno au amana ya matendo au nyinginezo, kuhakikisha kuwa taarifa zinazoandikwa hazina uongo, makiziko mbali na sifa ya kuwa na uongo, fitna, uzushi wala dhulma. Haya ni muhimu sana kuzingatia kwa sababu ni swala muhimu. Na maadili katika habari ni kanuni muhimu sana na misingi na taratibu zinazoongoza wanahabari katika kutekeleza wajibu wao kwa uaminifu na kwa heshima na kujali haki zao. Pia habari isitolewe kwa njia ambayo itakuwa kinyume na justice, uadilifu au kweli katika maelezo, ili kuepusha kujeruhi hisia za wengine au kuamsha hisia ambazo zaleta madhara hasi katika jamii. Lakini pia kulinda heshima ya watu na heshima ya wale ambao tunachukua habari zao au kuzitoa habari zao. Tuangalie na kuchuja kile ambacho kinafaa kutolewa, ambacho tunahisi kwamba hakifai kutolewa, basi tukizuie mpaka ifikie pahala kwamba tuone kuna hali inaruhusu sasa kuweza kutoa taarifa ile au maelezo yale. Lakini vile vile kwamba baadhi ya wakati hutolewa taarifa au maelezo, speeches, hotuba hizi ambazo ndani yake zina maneno si mazuri. Sasa baadhi ya wakati hasa mitandao ya kijamii, tunazungumzia uhalisia, mimi mitandao ya kijamii sana, kwamba uhalisia ulivyo kwamba baadhi ya wakati kwamba mtu anataka kutafuta kipengele kidogo cha yale matusi fulani au kashfa fulani, ndio akitoa kile tu. Ilikuwa napigiwa mfano wa jambo, kazungumza mtu ni mfano wa jambo, si hotuba yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia tuchague kilicho bora zaidi katika yale tunayoyasema, ikisha tutahadhari na shaitani kupita kati, ili asije akatutoa katika njia ya sawasawa, ambapo sisi tutaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhalladhina